La kwanza, halmashauri moja kabisa inasimamia sheria ya mipango miji. Hii sheria ya mipango miji ipo kwa mujibu wa sheria. Lengo na madhumuni ni kuona kwanza mji unakuwa msafi, kwa maana kwamba mji ambao una utaratibu wa biashara, wa makazi na maeneo yasiyo rasmi. Kwa hiyo sisi katika kuliangalia hili tukaona halmashauri imewekeza pale basi stendi. Ujenzi wa stendi ile ambao uligharimu karibuni halmashauri zaidi ya bilioni 3 na milioni 800. Namba moja. Lakini pili, mwaka 2019 2020 halmashauri ilipata fedha kutoka mfuko hazina, kwa maana serikali kuu, tukapata mradi wa kitega uchumi kile ambacho na chenyewe gharama yake ni bilioni 8 na milioni 700. Zote hizo jumla kuzipeleka pale ni zaidi ya bilioni 10 na kitu ambacho zote hizi zinatakiwa zirudi serikalini, kwa maana ukusanyaji wa mapato. Lakini halmashauri kama taasisi ya serikali inajiendesha kwa budget, na moja ya budget ni pamoja na vianzia vya mapato. Katika vianzia vya mapato hivi ni pamoja na item ya basi stendi ambayo tunazo pale takribani bilioni 3 na point fulani ambazo tunakusanya pale. Kwa hiyo ili kufikia malengo ni lazima mabasi yaingie stendi ili kuweza kulipa ushuru. Lakini asilimia kubwa ya mabasi mengi yana watu walishafanya willing ya kuchukua vizimba vya kukatia tiketi na wamelebo tayari. Amelebo pale ya Bund, amelebo Ratco, na bahati mzuri wote hao wataja wana zaidi ya vizimba kimoja vya kukatia tiketi. Kwa hiyo unaona jinsi gani halmashauri imejipanga. Inao vizimba vya kukatia tiketi pale zaidi ya vizimba 42, ambao kwa asilimia kubwa zaidi vizimba vile vyote wameshachukua. Tukaondoka eneo lile pale, tukaambiana kwamba milango miwili ya jengo kubwa hili itakuwa mlango mmoja ni kuingiza abiria wanaoitwa na haisi, kwa maana waingie kwenye mabasi, lakini upande wa pili ni wale abiria ambao wameshashushwa ndani ya basi stendi, sasa wanatoka nje kwenda kupanda haisi. Maana yake hapa ni nini? Kwamba haisi zitakuwa ziko nje ya jengo lile karibu na machinga. Lakini siku ya pili yake tukachukua watu wa jeshi la polisi kwenda kuwakabidhi ofisi mzima ambayo ilikuwa ni jengo la mkandarasi wa kitega uchumi pale, kwamba pale itakuwa ndio ofisi yao wao kama jeshi la polisi, lakini wakishirikiana na watu wa zima moto tukawapa lile jengo kwa kabidhi, kwa maana afanye shughuli zao. Tukawauliza wawakilishi wa wamiliki, mnataka msafara huu uanze lini? Zoezi lianze lini? Nakumbuka siku ile ilikuwa kati ya tarehe 22 ya mwezi wa 6 kama sikosei, kati ya tarehe 22 sikumbuki vizuri. Wao ndio wali. Kwa hiyo mimi niombe wananchi tu wajiandae kisaikolojia, wajiandae. Haya yote yanazoeleka, tunaamini kila msafiri anahitaji assist. Lakini toe rai tena nyingine, tunapokwenda kulalamika kwamba wananchi wanakaa mbali, wafike tu mahali wananchi wajiulize tu kwamba mimi natokaje kwangu mpaka nakuja hapo stendi ambayo ndio kwenye terminal, wao wanazoita terminal, anafikaje pale? Sasa kama kuna utaratibu unaomfanya atoke Mwakidila, huko utaratibu unaomfanya atoke Nguvumali kufika terminal ya stendi, basi utaratibu huo umeshaandaliwa wa kumfikisha Kange basi stendi. Kwa hiyo mimi watoe hofu kabisa wananchi. Na hapa naomba nisisitize sana. Kwa kuwa zoezi hili tumeanza leo tarehe 15 mwezi wa 7, tumejekea utaratibu huu ufuatao. Mabasi yote yanaondoka kuanzia saa 10 za usiku mpaka saa 1 asubuhi, haya tumeelekeza yataendelea kupakia katika vituo vyao mpaka pale utaratibu utakapokuwa umekaa vizuri. Lakini yale mabasi yote yanaondoka usiku kuanzia saa 1 na kuendelea mpaka saa 7 za usiku, na yenyewe pia haya yatapakia kwenye vituo vyao mpaka pale utaratibu utakapokamilika. Kwa hiyo rai yetu sisi ni mabasi yote